ikiwa Swahili. Benu Mwechilonge, kwa niaba ya familia nimesimama hapa kwa masikitiko makubwa kuweza kuweka hadharani maisha ya marehemu. Kwanza kabisa nitangulize shukurani zangu za dhati kwa marafiki, majirani, ikiwemo vile vile wanakanisa ambao wameacha shughuli zao ili kuja kujumuika na sisi familia katika ile shughuli ya kuweza kumsindikiza marehemu sehemu yake ya milele. Benu Mwechilonge, tunakwenda kusoma ile hotuba fupi ya maisha ya marehemu. Marehemu alifahamika kwa majina ya Julita Kiza, mtoto wa jamaa la Bashikuma. Baba wa marehemu aliitwa kwa jina la Selemani Matango wa jamaa la Bashikuma. Mama wa marehemu alijulikana kwa majina ya Nyota Amisi wa jamaa vile vile la Bashikuma. Ina maana marehemu alikuwa Mshikuma, Mwipwa wa Bashikuma. Kuzaliwa, marehemu alizaliwa hapa Tanzania kwenye kijiji cha Kirando mwaka wa 1952. Maisha yake ya ndoa, marehemu alibahatika kuolewa na Bwana Kiza Anzuruni, jina maarufu alikuwa akiitwa Mzee Antoine. Wawili hawa kurazi, Mzee Anzuruni naye vile vile kaisha tangulia mbele za haki. Alikuwa mzee wa jamaa la Babungwe, nyumba ya Akyombe. Wawili hawa walibahatika kuzaa watoto 7. Katika hao watoto 7 mulikuwemo wanaume 3, wanawake walikuwa ni 4. Kazi ya Mungu haina makosa. Jumla ya hao watoto walio hai ni watoto 4, waliofariki ni watoto 3. Na katika wale walio hai mwanaume ni 1 tu, wanawake ni 3. Katika wale waliofariki kulifariki wanaume 2 na mwanamke 1. Wajukuu, marehemu alibahatika kuacha wajukuu 32. Kazi kama kawaida hawezi kaishi kwa kazi. Marehemu alikuwa na kazi tu ya ukulima wa kawaida, alikuwa ni mkulima. Magonjwa yaliyopelekea kifo cha marehemu Benu Mwechi. Baada ya mume wake kufariki, marehemu aliandamwa sana na madhaifu. Alikuwa akiumwa, anaenda hospitali, anapewa dawa, anarudi, anapewa dawa, anarudi. Lakini ulifika mwaka fulani magonjwa yalimwelemea sana. Katika magonjwa hayo sisi kama vile familia tulimtibisha sana, na katika kumtibisha huko wale wataalamu ambao walisomea uganga walikwenda kubaini magonjwa karibia 3. Ina maana marehemu alisumbuliwa sana na ugonjwa wa pressure. Pressure ilikuwa ikisindikizana na kisukari. Vyote viwili vilizaa tatizo la kupooza. Na ilipofika wiki iliyopita hali ilizidi kuwa mbaya. Ilibidi marehemu tumpeleke hapo hospitali ya Red Cross. Kweli alilazwa hapo, akapata chumba, akaendelea kupata matibabu. Ilipofika Jumanne, siku ya pili, tariki 24 mwezi wa 3,
na saa 11 jioni marehemu akawa ameaga dunia. Kwa haraka tu ukilinganisha miaka ya kuzaliwa 1952 na mwaka huu wa 2026, marehemu hapa chini ya jua ameishi miaka 74. Benu Miwechi Malelonge. Kwa hiyo hichi ambacho familia imekwenda kukisema ndicho utakachopeleka. Ukipeleka wengine basi utajuana wewe na Mungu. Benu Miwechi Miomolonge